Mtazamaji wa Yoma TV, karibu katika kuangazia mgogoro baina ya Israeli na Irani, mataifa mawili ambayo kwa muda mrefu yalikuwa ni marafiki chanda na pete. Lakini ilipofika mwaka 1979, mataifa haya mawili mahusiano yao yalianza kutetereka. Tutaangazia sababu zipi za kuyumba kwa mataifa haya mawili ambayo huko nyuma yalikuwa ni marafiki wa karibu zaidi. Lakini pia mwezi huu wa 6 kumebuka mgogoro baina ya hizi nchi mbili, kati ya Israeli na Irani. Sasa katika kuangazia mgogoro huu baina ya Israeli na Irani, ninaye Alex Guido Mvinge ambaye atatueleza sababu za kuyumba kwa mahusiano baina ya hizi nchi mbili, na vile vile ni sababu zipi zilizofanya sasa mgogoro wa hivi karibuni uibuke. Kukuletea haya na mengine mengi katika uchambuzi wa mgogoro wa Israeli na Irani, mimi ni Mabere Makubi. Karibu Alex, kwanza utueleze ni kwa nini mataifa haya mawili yaliyokuwa marafiki wa muda mrefu yalianza kuyumba mahusiano yake. Nashukuru sana bwana Mabere Makubi kwa swali zuri sana ambalo nadhani watazamaji na wasikilizaji ambao wamekuwa kifuatilia masuala haya ya geopolitics wanatamani sana kuweza kufahamu. Kwanza ni lazima watu waelewe kwamba Iran inapambania taifa lake na Israel inapambaniwa, kwa maana ya Israel haipambani na Iran bali Israel ipo kama kivuli, lakini wapo watu ambao wanapambana na Iran, ambapo hapa sita kuitaja taifa la Marekani. Na Marekani kwa 100% ndiye ambaye anasababisha kuwepo kwa mgogoro huu ambao tunauona hivi sasa kati ya mataifa haya mawili makubwa. Sasa swali lako la msingi ni kwa nini Iran pamoja na Israel waliingia katika mpasuko mkubwa, hali ambayo imepelekea leo tunaona wapo katika vita ngumu, vita kubwa. Ni lazima watu turudi nyuma kidogo, tuanze kutazama historia ya mgogoro. Ifahamike mgogoro kati ya Iran pamoja na Israel ni mgogoro wa muda mrefu sana, na ni mgogoro ambao una utata mwingi, lakini ni mgogoro ambao ukiutazama kwa haraka unaona ni mgogoro wa kawaida. Lakini huu ni moja kati ya migogoro ya hatari na mgogoro wa ajabu sana, kwa sababu una masuala ya kisiasa humo ndani, una masuala ya kidini humo ndani, una masuala ya kijeshi, lakini mbaya zaidi una masuala ya kiitikadi. Ingawa Israel pamoja na Iran hawajawahi kupigana moja kwa moja, kwa maana kupigana kijeshi moja kwa moja, wao huwa wanapigana kitu kinaitwa proxy war. Unapozungumzia proxy war ni vita isiyokuwa ya moja kwa moja, ambapo wanapigana taifa moja na taifa jingine. Yani wanakuwa wana mashambulizi ya mtandaoni, wanakuwa wana matamko ya kisiasa na chuki miongoni mwa mataifa haya. Sasa kama ambavyo umeeleza vizuri kwamba mnamo mwaka 1979 uhusiano kati ya Israel pamoja na Iran ulianza kuyumba sana, lakini miaka ya huko nyuma kabla ya mwaka 1979 walikuwa na mahusiano mazuri, na hii ilitokea baada ya kufanyika kwa mapinduzi ya Kiislamu ambayo yalifanyika mwaka 1979, kwa maana ya Iran wakati huo ilikuwa chini ya utawala wa Shah Mohammad Reza Pahlavi, ambaye huyu alikuwa na uhusiano wa karibu sana na Israel. Na Israel ilikuwa ni miongoni mwa nchi chache sana za Kiyahudi ambazo zilikuwa na uhusiano wa kidiplomasia na Iran, na waliungana dhidi ya maadui wa kawaida wa kama vile Iraq pamoja na Umoja wa Kiarabu. Sasa ukitazama historia hiyo unaona hawa watu walikuwa ni watu ambao walikuwa ni marafiki. Sasa mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 ndiyo chanzo kikuu cha kutokea kwa mgogoro ambao tunaona hadi leo umekuwa ni mgogoro mkubwa. Kwa nini tunasema hivi? Ni lazima watu waelewe kwamba mapinduzi haya ya Kiislamu yalileta mabadiliko makubwa sana nchini Iran, na wakati huo ambaye alikuwepo na alisababisha mapinduzi haya alikuwa ni Ayatollah Khomeini, ambaye alipokuja madarakani yeye alianzisha sera kali za Kiislamu na kuipinga vikali Israel, akisema Israel ni shetani mdogo. Unaelewa? Na Iran ikakatisha kabisa uhusiano na Israel, wakaunga mkono makundi ambayo yalikuwa yanapingana na Israel, kama vile kundi la Hezbollah ambalo linatoka kule Lebanon,
lakini pia kundi kama vikundi vya Hamas pamoja na Islamic Jihad ambavyo hivi vilikuwa vinatokea kule Palestina. Kwa hiyo hivi vikundi vyote vilikuwa vinapambana na serikali ya Israel. Kwa hiyo Iran kupitia kwa Ayatollah Khomeini alianza kuviunga mkono vikundi hivi ambavyo vilikuwa vinahitaji kupambana dhidi ya serikali ya Israel. Lakini sababu nyingine ambazo tunaziona za moja kwa moja ni sababu za kiitikadi pamoja kidini pamoja na kijiografia, kwa sababu unafahamu Iran ni moja kati ya taifa ambalo lina Waislamu wengi sana, Waislamu wa Kishia, wakati Israel lenyewe ni taifa la Wayahudi, na Iran inaamini kwamba Palestina ni ardhi ya Waislamu na kwamba Israel ni mkoloni haramu katika ardhi hiyo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Iran yeye ana kwenye upande wa udini ni kwamba anatetea Waislamu walioko pale Palestina dhidi ya Wayahudi wa kule Israel. Na Israel yeye anaona kama Iran kuna kitu ambacho anakihitaji. Iran yeye anatamani kuwa taifa kubwa sana ambalo lina nguvu za kijeshi katika ule ukanda wa Mashariki ya Kati, wakati Israel kwa upande mwingine wao wanahofia kuzungukwa na maadui wanaoungwa mkono na Iran, na hasa Hezbollah pamoja na hiyo Hamas. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kilipelekea kutokea kwa huu mgogoro mkubwa ambao sasa leo tunauona umekuja kuwa ni mgogoro wa kidunia na si tena mgogoro kati ya Iran pamoja na Israel. Kwa hiyo hizi ndizo sababu za Iran pamoja na Israel kukaa katika mgogoro ambao leo tunaona sasa ni mgogoro ambao umeibukia kwenye silaha za nyuklia, lakini ni mgogoro ambao unaonekana sasa unaenda mbali zaidi. Mataifa mbalimbali duniani yanaingia kwa sababu Iran sasa hivi tumeanza kuona wamesema wanataka watengeneze silaha zao za nyuklia, jambo ambalo Israel anasema haliwezekani kabisa, na anasema kitendo cha Iran kumiliki silaha za nyuklia kitamfanya aweze kuwasapoti wale maadui wa Israel kama hivyo Hamas, kama hivyo Hezbollah pamoja na vikundi vingine ambavyo Israel anasema hivyo vinaweza vikawa ni hatari sana kwa taifa hilo la Israel. Lakini Alex, tukisalia hapa umemtaja sana Ayatollah Khomeini. Huyu nadhani alikuwa ni kiongozi wa Irani. Pengine kifo cha Ayatollah Khomeini kina mahusiano yoyote na Israel wakati ule? Kimsingi ni kwamba kifo cha Ayatollah Khomeini ndicho ambacho pengine kilipelekea hata mgogoro kaonekana ni kama umepoa kidogo, kwa sababu yeye aliasisi misingi ya kuifanya Irani liwe ni taifa huru ambalo linaweza likafungamana na taifa jingine ambalo anaona maslahi yao yanaendana. Kwa hiyo kuna viongozi wengi ambao wamepita kabla ya Khomeini. Alipokuja Ayatollah Khamenei, yeye ndiye aliyekuja kuibua sasa vuguvugu ambalo lilikuwa limeanzishwa na mtangulizi wake Khomeini, kwa maana kuangalia nini ambacho alikuwa anakitaka Khomeini, lakini nini ambacho Israel wanakifanya ambacho kinaifanya Iran isionekane kuwa huru na isionekane kufanya maamuzi yake yenyewe. Na hapa ndipo ambapo mgogoro mkubwa sasa ulikuja, kwamba Khomeini alianzisha, Khamenei anaendeleza, na ndio maana mgogoro huu watu katika jicho la kawaida wanaweza kaona ni mgogoro mdogo, lakini ni mgogoro mkubwa sana ambao unaweza usiishe leo au kesho, na watu ambao wana maamuzi ya mgogoro huu ni sio Marekani na wala sio Israel. Watu ambao wana maamuzi ya moja kwa moja ya mgogoro huu ni watu kutoka Iran. Lakini unavyotazama, kwa maoni yako, unafikiri katika mgogoro huu Iran kweli inaweza kutoboa mbele ya Israeli, kwa sababu Israeli tunaona inapewa sapoti kubwa sana na Marekani? Nafikiri hili ndio swali la msingi sana ambalo watu wengi sana wanatamani kuweza kulijua. Kwanza ni lazima dunia ifahamu na itambue kinaga ubaga juu ya kwa nini mgogoro huu sasa hivi unaonekana hivyo na kwa nini Marekani anajaribu kuwekeza sana nguvu kwa Israel. Kwanza ni lazima mjue Israel ni kibaraka mtiifu wa Marekani ule ukanda wa Mashariki ya Kati, na Israel anatamani sana kuwa super power katika ule ukanda wa Mashariki ya Kati. Lakini kwa bahati mbaya sana ni kwamba amekutana na Iran ambaye matamanio yake kwa 100% ni kuwa super power. Watu watajiuliza kwa nini anataka kuwa super power? Nitawapitisha katika historia ya mataifa ambayo leo tunayaona ni super power. Tukitazama taifa kama India, tukitazama taifa kama Urusi, ukitazama taifa kama Pakistan, ukitazama taifa kama China, utazame taifa kama North Korea, Korea Kaskazini. Haya ni mataifa ambayo kuwa super power yalipambana. Iran ana uwezo mkubwa sana
wa kushinda hii vita, kwa sababu yeye ana maamuzi yake yeye mwenyewe moja kwa moja, na Iran alifanya maandalizi makubwa sana ya hii vita ambayo mnaiona. Maandalizi yake ameyafanya kuanzia mwaka 1979 bwana Mabere Makubi, na alianza hivyo kwa sababu alijua kabisa kwamba huko mbeleni ni lazima kutakuja kuwa kuna sintofahamu na machafuko makubwa, na ndio maana alianza kujiandaa kwenye masuala mazima ya silaha pamoja na kutengeneza maandaki kwa ajili ya kuhifadhi vinu vyake, lakini pia kuanza kufikiria mpango wa urutubishaji wa nyuklia. Sasa hapa nafikiri ndipo kwenye kiini chenyewe bwana Mabere Makubi ambao natamani watu waweze kuelewa. Tumezungumzia North Korea, tumezungumzia Urusi, tumezungumzia China, tumezungumzia India, tumezungumzia Pakistan, tumezungumzia mataifa mengi. Mataifa haya yote ambayo ninakueleza bwana Mabere Makubi ni mataifa ambayo kwanza yanamiliki silaha za nyuklia. Unapolitaja taifa kama Pakistan, unapoitaja taifa kama Urusi, unapoitaja taifa kama China, ni mataifa ambayo yalipita katika njia ambazo sasa hivi Irani anapita. Unajua Iran ameambiwa kwamba anatakiwa aachane na mpango wake wa kutengeneza nyuklia, wa kumiliki silaha za nyuklia. Jambo ambalo aliambiwa Libya, jambo ambalo aliambiwa Urusi, jambo ambalo aliambiwa Mchina, jambo ambalo aliambiwa North Korea, lakini wote hao walikubali kupita kwenye tanuru la moto, wakakubali watu wafe, wakakubali kupoteza rasilimali zao nyingi, ila wamiliki silaha za nyuklia. Leo nitakwambia kitu kimoja bwana Mabere Makubi ambacho duniani hapa, ili uonekane wewe ni mwanaume, ni lazima umiliki silaha za nyuklia. Hata ukimiliki mbili tu, hapo ndipo utakapoonekana mwanaume. Kwa hiyo Irani as long as ameamua kwamba sasa anapambana, ameamua kupambana katika macho ya aina mbili. Ameamua kupambana na Israel ambaye ni kibaraka wa Marekani, anayepokea silaha kutoka Marekani, anayepokea maagizo kutoka Marekani kwa maslahi ya Marekani kwa ajili ya kupambana na hao watu wa Iran. Sasa Iran amesema mimi nitapambana na wewe Muisrael pamoja na wale ambao wanakusaidia, wale wasaidizi wako. Na ndio maana utakumbuka kauli moja ambayo imezungumzwa na Ayatollah Khamenei, alisema mimi nitapambana until the last breath, na akawaambia raia wa kule Iran kwamba katika nyakati hizi ni lazima tujue tunalitetea taifa letu. Kwenye kulitetea taifa letu ni lazima wananchi mkubali kuna wakati mtapitia maisha magumu, kuna wakati majengo yetu yataharibika, kuna miundombinu itaharibika, kuna kila kitu kitaharibika, lakini lengo letu litakuwa ni moja, kwa sababu anafahamu kama asipopambana na Israeli ambaye anapewa support na Marekani, tafsiri yake ni kwamba siku za usoni Irani nzima itakuja kupotea katika ramani ya dunia, kitu ambacho wa Iran nadhani hawako tayari nacho. Na ndio maana sasa hivi wamesema watapambana kuhakikisha kwamba wanajitetea dhidi ya udhalimu ambao unafanywa na nchi za kimagharibi kupitia hiyo Israel. Kwa hiyo tunapozungumza sasa hivi bwana Mabere Makubi pamoja na wasikilizaji na wale ambao wanatutazama, ni kwamba yanafanyika haya, ni lazima Irani akubali kuumia, ni lazima Irani awe ana roho ngumu, ndipo anaweza katoboa vita hivi. Na Israel hana uwezo wa kupambana na Iran kwa sababu yeye anategemea support kutoka kwa mataifa mengine. Sasa Marekani alimwambia Israel kwamba mimi nitakusupport uende ukapambane na Iran, na kwenye kukusupport kwangu nitahakikisha unaharibu yale maeneo ambayo yanatajwa kwamba yanamiliki au yanatumika kwenye urutubishaji wa hizo silaha za nyuklia pamoja na vitu vingine. Lakini kitu ambacho Marekani hajui ni kwamba Iran yeye silaha zake za nyuklia pamoja na hizo urutubishaji haufanyiki kwenye uso wa dunia, yeye anaufanya chini ya ardhi. Na ndio maana alitengeneza mahandaki mengi sana ambayo yana zile silaha ambazo zimekuwa zikitumika kufanya mashambulizi ya hapa na pale. Ukiona wanakuambia sio wameshambulia Teherani eneo fulani, sio lilikuwa na hapa na hapa, hawashambulii yale maeneo muhimu ya Iran, ila wanashambulia kwenye uso wa Iran, lakini silaha zenyewe alizonazo Iran amezimeza tumboni, kiasi kwamba mataifa ya magharibi na Israel hawana silaha ambayo inaweza ikashambulia mpaka ardhini kwenye yale maeneo ambayo bwana Ayatollah Khamenei wamehifadhi silaha zao. Sasa labda bwana Alex, kukufahamu kwa faida ya watazamaji ama kwa faida ya wasikilizaji wetu, huu mgogoro tangu umeanza, unadhani ni nani sasa mwenye hofu baina ya hizi nchi mbili? Ni Marekani ndio ina hofu na Irani, ama ni Israeli ndio ina hofu na Iran? Maana hapa kuna mmoja yuko nyuma ya mwingine, lakini mmoja katangulizwa tu kama chambo. Mwenye hofu hapa ya mgogoro huu hasa nani, ikitokea mambo yameenda ndivyo sivyo? Katika mgogoro wa Iran pamoja na Israel, kwanza ni lazima ujue kwamba ni watu wengi ambao wanaingia hofu, lakini mtu namba moja ambaye anaingia hofu ni Israel mwenyewe.
kwa sababu Israel anatamani kuwa kiongozi mkuu katika ule ukanda wa Mashariki ya Kati. Mtu wa pili mwenye hofu kuliko wote ni Marekani, kwa sababu Marekani amewekeza vitu vingi sana katika ule ukanda wa Mashariki ya Kati, hasa pale Israel. Marekani amewekeza military base, amewekeza tunasema ni maeneo ya kijeshi mengi sana pale Israel. Amewekeza maeneo mengi sana ambayo yanamiliki nuclear, ambayo ni tishio la moja kwa moja kwa uwepo wa taifa la Israel. Lakini pili, makundi ambayo yanaungwa mkono na Irani kama Hezbollah, Hamas kule Gaza, kutumia silaha za msaada kutoka Irani dhidi ya raia wa Israel. Lakini watu wengine ni kwamba wanaohofia ni kutokea kwa vita vya pande nyingi. Kwa maana ya kutokea vita kama Israel italazimika kupigana, maana yake Israel inalazimika kupigana na Lebanon, Israel analazimika kupigana na Gaza, Israel analazimika kupigana na Syria, analazimika kupigana na Yemen, analazimika kupigana na Iran, pamoja na makundi yote yale ambayo ndio ana uadui nayo. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa, kwa 100%, ni kwamba Israel ndiye ambaye ni mwathirika mkubwa sana, na Marekani yeye anakuwa anahofia sana, kwa sababu anajua wakishafanikiwa kuipiga hiyo Israel, maana yake ule ufalme aliokuwa nao Marekani sasa unapotea. Unajua Marekani sasa hivi anautarajia ufalme mmoja tu ambao amebaki nao ni ufalme wa Mashariki ya Kati. Kama Mashariki ya Kati na kwenyewe Israel itashindwa kuwa super power ambayo ndio kibaraka wa Marekani, maana yake ni kwamba dunia nzima Marekani hatakuwa na utawala wowote, kwa sababu ukiangalia upande wa Amerika kwenyewe na migogoro ameshindwa. Ukiangalia upande wa magharibi na kwenyewe imeshindikana. Ukiangalia upande wa Ulaya Mashariki na kwenyewe imeshindwa. Ukija katika huko Afrika na kwenyewe tunaona mataifa ambayo yapo Asia na maeneo mengine, unaona na yenyewe sasa hivi yameanza kuweka kama ngome zao huku. Kwa hiyo maana yake ile nguvu ya Marekani atakuwa ameipoteza katika viwango vya hali ya juu sana. Jambo ambalo linaliona Marekani si mtu ambaye analitaka sana. Lakini mtu wa tatu ambaye anaweza kawa na hofu ni huyo Muirani mwenyewe, kwamba sasa analazimika kupambana, apambane na Marekani, apambane na Muisrael, na watu hawa Israel pamoja na Marekani, hawa wanamiliki silaha za nyuklia. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba kama watakuwa sasa wanapambana, maana yake Israel atalazimika kutumia silaha zake ambazo pia hajawahi kuzitumia. Lakini Muirani sasa atalazimika kukunjua makucha yake yote ili aoneshe naye nguvu yake, ambapo Marekani pamoja na Israel watakuwa wamejua ile nguvu aliyokuwa nayo Iran, watakuwa wamejua kitu ambacho kinampa kiburi Iran, jambo ambalo naona Ayatollah Khamenei bado hajataka lionekane, na ndio maana wanaendelea kutesana. Alex, pengine labda sasa tuhitimishe kwa kuangalia athari za mgogoro huu Mashariki ya Kati na hasa dunia ya Kiarabu, kwa sababu hizi pia ni moja ya nchi ambazo zinategemewa zaidi sana katika uzalishaji wa mafuta. Tunaona kabisa kwamba ni katika hizo nchi za OPEC, Iran pia ipo, Kuwait na nchi zingine za Mashariki ya Kati pale. Kiuchumi mgogoro huu unaleta taswira gani kwa nchi zingine ambazo zinategemea nchi za Mashariki ya Kati pale? Nashukuru sana. Nafikiri Bwana Mabere Makubi, hili ni moja kati ya swali jingine ambalo umeuliza, swali la msingi sana. Lazima watu tuelewe kwamba mgogoro huu kati ya Iran pamoja na Israel ni mgogoro wenye athari, si tu athari pale Israel au Iran, ila una athari duniani kote. Yani ni mgogoro wenye athari ulimwenguni kote. Kwa nini nasema hivi? Una athari ulimwenguni kote kutokana na umuhimu wa eneo la Mashariki ya Kati katika swala zima la siasa, uchumi pamoja na usalama wa dunia. Kwa hiyo mgogoro huu unaweza kuwa na madhara makubwa sana duniani kote, kwa sababu kwanza tutasababisha kuongezeka kwa bei ya mafuta duniani, kwa sababu Irani mnatakiwa kufahamu kwamba ipo katika ile guba ya Uajemi, ambapo takribani 20% ya mafuta yote ulimwenguni huwa yanapita katika mlango wa Hormuz. Kwa hiyo ikiwa kutakuwa na vita, njia hiyo inaweza kufungwa, na hilo litaathiri usambazaji wa mafuta duniani kote na kuongezeka kwa bei ya mafuta duniani. Na tayari mivutano hii imeongeza hofu kubwa katika masoko ya kimataifa. Lakini athari nyingine ni gharama za mafuta na nishati kupanda kote duniani, la uchumi wa nchi ambazo zinaagiza mafuta kutoka ukanda huo kama vile Kenya, Tanzania, Ujerumani, China na India utaathirika kwa viwango vya hali ya juu sana. Lakini jambo jingine ni kwamba athari nyingine ni hatari ya kuenea kwa silaha za nyuklia duniani, kwa sababu ikiwa Irani watafanikiwa kuwa taifa la nyuklia duniani, nchi nyingine kama Saudi Arabia, Misri, Uturuki na zenyewe zitaanza kufanya harakati za kutengeneza silaha za nyuklia.
Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba mataifa ambayo yanamiliki silaha za nyuklia duniani yataongezeka. Kwa hiyo dunia inaweza ikaingia katika zama mpya za mashindano ya kijeshi ya hatari zaidi. Kwa hiyo mataifa mengi yataanza sasa kufikiria kuwekeza kwenye silaha za nyuklia. Lakini vita vya proxy war kama ambavyo nimekuambia, Iran na Israel wamekuwa wao wakiunga mkono makundi tofauti ambayo yana migogoro kama kule Syria, Lebanon pamoja na Iraq na Gaza. Tafsiri yake ni kwamba mgogoro huu unaweza sasa ukahamasisha uwepo wa makundi mengi ya kigaidi na kueneza machafuko katika mataifa mbalimbali duniani. Lakini pia tutarajie kwamba kunaweza kuna mashambulizi mengi sana ya kimtandao, kwa maana ile cyber warfare. Na hii ina maana gani? Kwamba Israel pamoja na Irani zote zina vikosi vya mashambulizi ya kimtandao, kwa maana ile cyber warfare. Kwa mashambulizi haya yanaweza yakalenga miundombinu muhimu ya taifa jingine kwa bahati mbaya au kwa makusudi. Kwa hiyo athari zake zitakuwa ni zipi? Athari zitakuwa ni kwamba mahospitali, mabenki, miundombinu ya umeme pamoja na maeneo mengine yanaweza yakawa yameathirika kwa viwango vikubwa zaidi. Tusiache kutaja eneo la sekta ya fedha, masoko ya kifedha duniani. Mivutano ya kimataifa imekuwa ikisababisha athari kubwa sana katika swala zima la upungufu wa uwekezaji kwenye mataifa mbalimbali. Lakini pia tusiache kutazama kwenye eneo zima la wakimbizi. Kutakuwa kuna eruption ya wakimbizi katika mataifa mbalimbali duniani. Mataifa kama vile Jordan, mataifa kama vile Lebanon, Uturuki na mataifa mengine, haya yanaweza yakakumbana na ongezeko la wakimbizi kwa viwango vikubwa sana, ambayo itapelekea dunia kuwa na uhitaji wa kupata matumizi makubwa kwa wakimbizi ambao watakuwa wametoka katika maeneo haya. Hizi ndizo athari za kidunia ambazo zinaweza zikatokea kwa uchache wake. Hapana shaka hadi hapo tunakamilisha kuangazia mgogoro baina ya Israel na Irani Mashariki ya Kati, kama ambavyo mchambuzi mwenzangu Alex Guido Mvinge alivyoweza kutupitisha katika athari za kiuchumi, athari mbalimbali zinazoweza kutokea kutokana na mgogoro huu, lakini na sababu za kuyumba kwa mahusiano baina ya nchi hizi mbili, Israel na Irani. Lakini pia tumesikia mengi nani ataweza kupenya ama nani anaweza kuwa akawa mshindi wa katika mgogoro huu unaoendelea kwa sasa, ukiwa umeanza mapema Juni mwaka huu. Hadi hapo msikilizaji, hatuna la ziada. Niseme tu tunatamatisha katika kuangazia mgogoro unaoendelea hivi sasa kule Mashariki ya Kati baina ya Israel na Irani. Mimi ni Mabere Makubi na mwenzangu hapa studioni alikuwa ni Alex Guido Mvinge. Bye bye, panapo majaliwa siku nyingine na wakati mwingine. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.